wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Sana sana huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Jana tumemsikia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, wakati akizungumza na watiania nafasi ya ubunge 2025. Na kwenye hotuba yake moja ya kauli aliyoitoa ni kukinukisha. Kwa mtazamo wa kisiasa, hii unaizungumziaje? Mimi kauli kama hizi, kwa sababu kwa kipindi ambacho nimeanza kuifuatilia siasa ya Tanzania na kwa kipindi ambacho nimemfahamu Mheshimiwa Lissu, kauli ngumu kama zile ambazo amezitoa jana sishangai, kwa sababu si mara ya kwanza. Katika awamu zote za uongozi wa taifa hili, Tundu Lissu ameonekana kuwa kinara wa mapambano ya yale ambayo wao wanadhani kwamba ni mapambano ya kuleta ukombozi ama mabadiliko ya kidemokrasia. Kwa hiyo kauli ngumu kama zile kwa Tundu Lissu sio kauli ngeni. Ametangaza kukinukisha, lakini kuna sehemu amesema kama wao wanadhani kufanya hivyo ni kuchochea uasi, basi wao watachochea uasi. Na kwa madai ya kwamba yeye anadai kwamba hiyo ndio namna pekee ambayo Chadema wanaweza ama siasa ya Tanzania inaweza ikashuhudia mabadiliko katika ya kidemokrasia katika siasa za nchi yetu. Sasa hiyo ni kuchagiza kauli mbiu ambayo waliitoa mwaka jana kwenye kikao cha kamati kuu, ambayo ilitoka na kwenda kwa umma, ambao sasa inakwenda kama kauli mbiu yao ya no reforms, no election. Bila mageuzi katika muundo wa tume na namna taratibu za kuendesha uchaguzi, manake wao hawako tayari kushiriki uchaguzi, na wanasema watazuia, sio watasusia. Wao watazuia uchaguzi. Sasa ukiniuliza labda kwamba ana hoja unavyosema kukinukisha labda na vitu kama hivyo, kwamba tunapaswa kufika huko kwenye kukinukisha, tunapaswa kufika huko kwenye kuzungumza mambo ya uasi na uhaini, mimi nafikiri hatupaswi kufika huko. Ukifuatilia madai ya Chadema kiundani kabisa, unaweza ukaona wanahoja kwa mbali kwamba tume, unajua sheria ya uchaguzi ya mwaka jana, mwaka 2024, ilienda sambamba na mabadiliko ya jina la tume ya uchaguzi. Tulizoea kuita Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini sasa hivi inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Iliongezeka neno huru, manake ni tume ambayo haifungamani na chama chochote, na watendaji wake ni watendaji ambao hawafungamani na upande wowote, kwa mantiki hiyo ya uhuru. Lakini wao madai ya Chadema ni kwamba kilichobadilika ni jina tu, watendaji bado ni wateule wa rais ambaye ni mwenyekiti wa chama fulani. Kwa ukiangalia mwenyekiti wa tume hiyo huru ya uchaguzi ya taifa, mwenyekiti ni mteule wa rais, makamu mwenyekiti ni mteule wa rais, wale wajumbe 5 ni wateule wa rais. Kwa hiyo hapo ndo panaleta hofu kwa Chadema. Sasa ukirudi kwenye malengo mama ya chama chochote cha siasa, lengo la kwanza ni kushika dola. Sasa dola unaishikaje? Maana yake zile michakato ya kushika dola lazima iwe ni michakato huru, ambapo kila mshiriki anashiriki akiwa hana wasiwasi. Kwa hiyo kwa madai ya Chadema na vyama vingine, nilisikia hata ACT juzi wakiwa Lindi, Mheshimiwa Zitto na alizungumza, ni kwamba tume huru ya taifa ya uchaguzi bado haijawa na ile uhalali wa kusimamia uchaguzi kutokana na nature ya muundo wake, kwamba kama watendaji wake ni wateule wa rais ambaye ni mwenyekiti wa chama fulani, manake wao wanafikiri kwamba pengine wanakuwa ni loyo kwa aliyewateua, manake wanamtumikia, pengine ndio wasiwasi. Sasa
tunapaswa kufika kwenye ukinukisha? Hapana. Tunapaswa kufika kwenye uasi na uhaini? Mimi nafikiri hizo ni kauli ngumu ambazo Watanzania pengine tunaweza kuwa hatujazizoea. Sasa mimi ukiniuliza kwa mtazamo wangu, nafikiri iko haja ya bahati nzuri tuna tume na juzi walikuwa na kikao ya demokrasia ambayo inawakutanisha vyama vyote na wadau wa demokrasia na wanajadiliana. Sasa mimi nafikiri tumebakiza muda mfupi sana kuelekea kwenye uchaguzi. Sasa ni vyema kwenye majukwaa kama haya zinapotoka kauli kama hizi, mimi nafikiri zinapaswa sasa kutengeneza mazingira ya wenye dhamana sasa kukaa meza moja na kuangalia vifungu vipi viweze of course hatuwezi kurekebisha katiba nzima leo kwa muda uliobaki, lakini kuna yale ambayo tunadhani yanaweza yakarekebishwa ndani ya muda mfupi na yakaondoa ile wasiwasi na mashaka kwa washiriki wa uchaguzi kuweza kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo kama lengo mama la chama cha siasa ni kushika dola, sasa Chadema pengine wanaona kwa mazingira haya hatuwezi kushika dola. Ni sawasawa na wewe ukiwa pengine unamtafuta ama unamchumbia binti fulani, unaziona kabisa dalili za kukubali hazipo. Kwa na wewe yani unaona na siku zinakwenda, yani wewe malengo uliojiwekea unaona siku zimeshapita na uone dalili za ule binti kukubali. Kwa lazima uanze kufikiria vinginevyo. Kwa pengine kama walipiga kwamba katika awamu zote 6 za uongozi wa nchi yetu bado wamegonga mwamba. Sasa tunakwenda awamu ya pili, awamu ya 6 wanapambana sasa. Na kabla hatujaenda mbali sasa, ili neno tafsiri neno kukinukisha, je, amemaanisha kwamba watasusa uchaguzi? Ameshatamka kwamba wasusi. Wataenda kupiga kura ya ndio na hapana, au wataenda kufanya vurugu? Una itafsiri vipi? Bahati nzuri alizungumza jana kwenye hotuba yake wazi kabisa, akasema the only way wanaweza kupata ile haki yao ni kuvuruga. Alisema tutavuruga, alitumia ile kauli kwamba tutavuruga nini uchaguzi, kwa sababu hatuwezi. Akasema kama tunafikiri tunaweza kuwa ni wabunge kwa mazingira haya ama madiwani kwa mazingira haya au kupata rais kwa mazingira haya, tusahau. Kwa hiyo alitumia neno tutavuruga uchaguzi, na akasema watakwenda na wale ambao ni majasiri. Sasa mimi nafikiri hatupasi kufika huko. Na ukiangalia ukimtazama unaona anamaanisha pengine kwa sababu ukiangalia na Chadema ya awamu hii sio Chadema ile, ukiangalia kwa taswira ilivyo sio Chadema ile tulizoea ya Mheshimiwa Mbowe. Mbowe kidogo alikuwa ni mtu atukae tuzungumze. Sasa pengine Chadema wanadhani sasa mazungumzo yamekuwa kila siku tunazungumza sasa, lakini hatuoni kinachobadilika. Kwa hiyo wao wanafikiri hii ni plani nyingine ambayo inaweza ikawasaidia. Ukiangalia makamu mwenyekiti Heche na yeye anapigilia mule. Kwa hiyo unaona ni vijana ambao wameamua. Kwa hiyo kama wanasema tunachokisema tunakimaanisha, na akasema kwamba yule ambaye hayuko tayari basi anataka kugombea kwenye hali kama hii, si tunamtakia kila la heri, hatuna roho mbaya. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani hali ilivyokuwa mbaya. Mimi nafikiri nchi yetu tumetengenezwa katika misingi ya kujadiliana na kumaliza changamoto. Kwa hiyo mimi nafikiri yale maisha ya jino kwa jino, mwisho wa siku wanaokuja kuumia ni watu wa kawaida tu. Kwa hiyo mimi nafikiri vyama hivi vinavyo nafasi, serikali wanayo nafasi ya kukaa na kuangalia upya namna ambavyo wanaweza kufanya marekebisho katika miongozo hii inayoshughulikia zoezi zima la uchaguzi wa madiwani, wabunge na rais.